inasema, je, binti aliyeokoka au kijana aliyeokoka anaweza kuolewa au kukaa kwenye mahusiano ya uchumba na kijana ambaye hajaokoka? Na kijana ambaye anaokoka, je, anaweza kukaa kwenye mawasiliano ya kiuchumba na binti ambaye hajaokoka? Hiyo ni swali ambayo sisi ambao tuliokoka na inatupaswa tuweze kujiuliza na tuweze kupata solution, tuweze kupata majibu ya swali hiyo. Na swali hiyo hatuwezi kujibu ghafla tu, lazima tuweze kuangalia Biblia inasema nini juu ya mtu aliyeokoka kuambatana na mtu asiyeokoka. Biblia inasema nini? Kabla tutakwenda kuangalia maandiko, nafikiri ya kwamba kwenye maisha tu ya kawaida ni vigumu sana, ni vigumu tena sana kabisa kabisa kuambatana na mtu ambaye msiyeelewana, na ni vigumu sana kukaa pamoja na mtu ambaye amwelewani, kwa sababu itafika mwisho wa siku hamtafanya vitu kwa usawa kama jinsi inavyostahili. Hamtafanya vitu kwa uweza ambayo mnaweza mkafanya mkiwa wawili, mkiwa mkipatana. Sasa bila kuponda muda, tuangalie kitabu cha Wakorinto wa pili sura yake ya 6, maana hapo ndo kutakuwa jibu letu. Wakorinto wa pili sura yake ya 6, tuangalie at least mstari wa 15 na mpaka mstari ule wa 10. Tuangalie pale ambapo nitakapoishia, basi itakuwa ni hapo. Tuangalie mstari wa 14. Tuanze pale mstari wa 14. Nasema Wakorinto wa pili sura yake ya 6 na mstari wa 14. Usisahau tunaongelea mada, je, Mkristo aliyeamini kweli kweli anaweza kuoa binti ambaye asiamini? Na kijana na binti ambaye anaamini kweli kweli anaweza kuolewa na kijana ambaye asiyeamini? Maandiko anasema hivi, msifungwe nira pamoja na wasioamini. Tayari tunaanza kuona maandiko inatuambia tusifungwe nira na watu wasioamini. Kabla tujaenda mbali sana, Biblia yenyewe inaanza kutujibu ya kwamba sisi ambao tuliamini tusifungwe nira na watu wasioamini. Maana kwamba kuna utofauti mkubwa sana uliopo katika mtu aliyeamini na mtu asiyeamini. Kuna utofauti mkubwa sana, na utofauti huo unaonekana katika mwenendo wa mtu aliyeamini, au tuseme mfumo wa maisha wa mtu aliyeokoka kwelikweli na mfumo wa maisha ya mtu asiyoamini. Mtu aliyeamini anakubali kuishi sawasawa na maagizo ya Bwana Mungu Baba wa mbinguni, na mtu asiyeamini ni mtu ambaye anaishi kulingana na sawasawa na jinsi mwili wake unamuongoza. Ndio maana maandiko katika kitabu na kama kitabu cha Wakorinto, ndio kitabu cha Wakorinto, nafikiri Wakorinto wa kwanza 5 pale au kadhalika, inasema ya kwamba eti tusienende tena katika miili, maana tukienenda katika mwili hatuwezi kuipendeza Roho, maana vitu hivi viwili vinatofautiana. Au tukienda kusoma ngine kitabu cha Wakorinto wa kwanza, inasema ya kwamba mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Maana kwamba mtu aliyeamini ni mtu ambaye anamwishia Mungu, ni mtu ambaye anaishi
sawasawa na neno la Mungu linasema nini. Anaishi kwa kuelekezwa na maandiko matakatifu. Na mtu ambaye asiyemwamini Mungu anaishi kuongozwa na dunia, yaani maisha yake yanaitegemea, yaani ili aweze kuishi maisha yake lazima aweze kuangalia dunia inasema nini kuhusu mwanadamu. Lakini mtu aliyeamini anaangalia Mungu anasema nini juu ya mwanadamu. Basi maandiko anasema msifungwe nira pamoja na wasioamini. Jibu ni kwamba sisi tulioamini haturuhusiwi kuambatana na watu ambaye hawasioamini, lakini hajasema kwamba tusikae nao, lakini kuambatana nao, kupatana katika maisha, yaani kuambatana kule unafanya kitu ambacho anakifanya ndicho ambacho unakifanya, kwa sababu mwisho wa siku hao watu ambao wasioamini wanahitajika ufike mwisho wa siku waweze kuamini, na wataamini pale ambapo tunakaa ukaribu nao kwa kuambia maneno ya Mungu ili waweze kumwamini Kristo, lakini sio kukaa karibu yao na kuanza kuishi namna jinsi wanavyoishi. Inaendelea kwa jinsia hivyo sawasawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Ni swali maandiko natuza sisi tulioamini. Pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Mtu aliyeamini ni mtu ambaye anaishi kwa kumpendeza Mungu, na maandiko katika kitabu cha, nafikiri ni kitabu cha Warumi sura yake kama sio sura ya 6, inaongelea kuhusu mshahara wa dhambi ni mauti, na mshahara wa mtu aliyeamini. Hebu ngoja tusome hapo, tusizungumze hapo tukose kupasoma. Ni pamana sana pa kuweza kusoma. Ngoja tuangalie hapa, tupaangalie kwanza. Okay, tuangalie inasema wapi hapa. Ni kitabu hicho cha Warumi, natafuta mstari fulani. Okay, tuanze Warumi, ni kitabu cha Warumi sura yake ya 6 na mstari wa 22 hadi 23, lakini ukitaka uweze kuelewa zaidi anza mpaka huko juu. Inasema hivi: lakini sasa mkiisha kuwekwa huru na kuwa mbali na dhambi na kufanywa watumwa wa Mungu, mnayo faida yenu ndiyo kutakaswa, na mwisho wake ni uzima wa milele. Elewa hapa, lakini sasa mkisha kuwekwa huru na kuwa mbali na dhambi na kufanywa watumwa wa Mungu, mnayo faida yenu ndiyo kutakaswa, na mwisho wake ni uzima wa milele. Kwa maana kila aliyo mtumwa wa Mungu anatakaswa pia, na mwisho wake, mwisho wa kutakaswa huko ni kuwa na uzima wa milele. Basi tumalizie hiyo mstari wa 23, inasema kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Sikiliza hapa kwa makini. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Tunaona sasa kwenye kitabu ambacho tulikuwa nacho, kitabu cha Wakorintho wa pili sura yake ile ya 6 ni 14. Tulisema kwamba kitabu cha Warumi inasema ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, lakini karama ya Mungu ni uzima milele katika Bwana wetu Yesu Kristo. Tuseme sasa hapo tulikuwa na kupaishia. Tuliishia pale nasema pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Ndugu yangu, dhambi tafsiri yake ni uasi, na mtu ambaye anafanya uasi anakwenda kinyume na makubaliano, kinyume na kile ambacho alitarajiwa kukifanya, fanya uasi. Mungu alipokuja kumwokoa mwanadamu, basi ni mwanadamu anahitajika aweze kumwamini na kuishi jinsi Mungu anataka na kuishi jinsi Mungu apendavyo. Mwanadamu akiishi nyume ya kusudi ya Mungu anafanya uasi. Makusudi ya Mungu ni watu waweze kumwamini, na kisha kumwamini waweze kuishi, na baada ya kuishi basi wataona uzima wa milele sawasawa na matendo aliyokuwa yafanya hapa duniani. Uasi
unaingia pale ambapo unafanya kinyume na kile ambacho ulitarajia ulistahili kukifanya. Sasa Paulo anatuuliza, pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Maana mtu ambaye anaishi maisha ya utauwa au maisha ya utakatifu ni mtu ambaye anaishi katika haki. Maandiko yanasema mwenye haki wa Mungu ataishi kwa imani. Maana kwamba yule ambaye anaye imani ya Mungu ataishi sawasawa na imani, na kule kuishi sawasawa na imani ndio kufanyika kuwa haki mbele za Mungu. Maana kwamba sisi watu ambao tunaishi kwa imani, ni vigumu sana kuambatana na watu ambao wanaishi kwa maisha ya kuasi Mungu. Tunaendelea. Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Maana kwamba wewe ambao uliokwenda kuokoka, wewe ni mtu tayari katika nuru. Na maandiko yanasema kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 5 ukishuka chini, inasema kwamba sisi ni nuru ya ulimwengu. Sisi ni nuru ya ulimwengu. Maana kwamba kuwepo kwetu hapa duniani ni mara moja uso wa Mungu unaonekana, maana maandiko yanamshuhudia Mungu ni nuru, na wanayemwamini lazima waende katika nuru. Sasa kama sisi ni nuru na tunajua mtu ambaye asiyemwamini Mungu ni mtu bado katika giza, ni shauku gani ambayo tunaipata sisi ambao tulio katika nuru kuambatana na watu ambao katika giza? Ni vigumu sana mtu ambaye aliamini kuambatana na mtu ambaye asiamini, kwa maana hakuna kitu ambacho utakifaidi kwa mtu ambaye asiamini. Itakuwa ni hiyo tu, ni mambo tofauti. Basi jibu ambalo unataka ulijue ni kwamba ni vigumu sana Mkristo kijana aliyokoka kuchumbia binti ambaye asiyokoka. Mwisho wa siku ndoa hiyo itakuwa na fujo. Ndio maana katika zana hizi au katika nyakati hizi unakuta vijana wengi hasa mabinti walikuwa kabisa na mahusiano, walikuwa na ushirika na Mungu, lakini ilifika tu walipokwenda kuolewa, unakuta maisha yao inabadilika. Tunaanza kujiuliza swali, ni yeye yule au tumtarajie mwingine? Unakuta kijana alikuwa ana ushirika mzuri na Mungu, alikuwa karibu na Mungu, alikuwa akifanya jitihada zote zile kwa kumkaribia Mungu, lakini ilifika tu alikwenda kuoa, unakuta kijana anabadilika, aishi tena kama jinsi alivyokuwa bado hajaoa. Ndio maana mtu ambaye anayeokoka, haswa binti ambao bado uko single, kijana ambao bado uko single, ni vyema sana ili uweze kupata ndoa bora ambayo itakwenda kukusaidia kukusogeza kwa Mungu, itakayo kukupatia furaha na amani, na uwe na shauku na bidii ya kufanya kazi ya Mungu. Unastahili kukaa chini na kumwomba Baba mbinguni akupatie maarifa na ufahamu na kuelewa nani anastahili kuwa mke wako, na Mungu atakusaidia kumpata mwenzi. Mwili isikusukume kuoa. Binti, miaka unayo isikustue uweze kufanya maamuzi haraka, baadaye uje kujutia. Maana Mkristo aliyeamini anakufa mara moja katika mwili, lakini katika roho anaishi. Mkristo aliyeamini anakufa mara moja katika mwili, lakini katika roho ataishi. Na Mkristo asiyeokoka anakufa mara mbili, katika mwili kwanza na pia katika roho. Sasa wewe binti ambaye haujaokoka, au wewe binti ambao unaokoka, unakwenda kuambatana na kijana ambaye hajaokoka, usitarajie ndoa hiyo iende sawasawa na jinsi Mungu maana mume ana mamlaka juu yako wewe mwanamke, atakwenda kukuambia kile ambacho anataka kifanyike ndani ya nyumba. Nakuta tulikuwa na binti wengi walikuwa na shauku, wakisikia leo kuna mikutano ya ibada, leo kuna maombi ya ibada, leo kuna mikesha, unakuta haji tena kwenye mikesha. Ni kwa sababu mume ambaye aliolewa naye sio mtu ambaye anamfanana.
Unakuta kijana alikuwa anazoea kuja kwenye ibada ya mkesha, alikuwa akifanya maombi, alikuwa akiwa na muda wake na Mungu, akikuwa na muda wake anapanga ratiba ya kusoma neno, lakini nafika hatua ukimwangalia mbeleni hapo unakuta amna tena ile shauku, kwa sababu mtu anayeambatana naye ni hawezi kumsaidia. Hawezi kumsaidia. Ndio maana ni vigumu sana sana tena sana, na ni hatari kubwa sana kwa Mkristo kuambatana na mtu ambaye asiamini, awe kama vile mme wake au mke wake. Ndugu mpendwa, najua kuna kitu ambacho unakihitaji maishani. Ninajua kwamba unajua mme ambao unamhitaji. Najua kuna binti ambao unamhitaji, lakini wewe usimhitaji huyo mtu sana kuliko Mungu, maana huyo mtu hatakupatia uzima, lakini Mungu atakupatia uzima. Basi ambacho unastahili kufanya ni kule kukaa sana na Mungu akusaidie upate mke ambaye atakwenda kuambatana na wewe, na hata kama mkiishi muishi kwa amani. Kumbuka, anachokitaka Mungu mjenge familia, na hicho katika hiyo familia ndo kunatoka kanisa la Mungu, ndo kunakuja watu watakayohubiri Injili, kunakuja mitume, kunakuja uinjilisti katika hiyo familia. Na katika hiyo familia hivyo, shetani pia anahitaji watu atakayewatumia kwa anasa. Sasa ndoa yako iko katika mfumo gani, ili Mungu apate nafasi kwenye ndoa yako, aweze kutumia familia yako? Ndoa yako iko katika misingi gani, ili shetani aweze kupata nafasi ya kutumia ndoa yako kwa ajili ya uasi? Mwili wako usikusumbue. Mwili utasumbua, lakini usiupatie mwili nafasi. Jaribu kumpatia Mungu nafasi, maana yeye ni Mungu awezaye yote, asiyeshindwa na lolote. Nini una mashaka? Nini una mashaka? Najua utakuwa na maswali mengi, lakini katika video hii sitafanya video ndefu, nataka nifanye fupi. Mengine ya hapo tutakwenda kuyazungumzia siku nyingine, lakini zingatia kwamba kwa makini sana pale ambapo unachumbiwa na kijana. Hata uwe ni kijana ambaye afuniki, unabidi uwe makini. Hata uwe kijana ambaye yuko katika masuala ya kimungu, ambaye anakuja ibadani kila Jumapili, ambaye anashirika maombi kila siku, ambaye unamwona anashika Biblia kila siku. Usifikiri mtu yeyote anayekuja kwenye ibada ya maombi, anakuja kanisani kila Jumapili, anashika Biblia kila Jumapili ameokoa kweli kweli. Kuna wengine wanaigiza huku akitafuta vitu ambavyo wanavihitaji, wakishavikamilisha basi inakwisha. Kitu ambacho kitakuwa na kukushuhudia rohoni mwako ni yule ambaye anaishi sawasawa na neno la Mungu linasema. Sio kushika Biblia sana, sio kuomba sana, sio kuhudhuria mikesha sana, lakini maisha yake ni ya tofauti. I say, ukiolewa na huyo, shida itakuwa dunia, shida itakuwa ndani ya ndoa hiyo. Olewa na binti, olewa na kijana ambaye atakuwa ni sehemu ya kukuinua katika imani, bali asio ni sehemu ya kukuondoa katika imani. Hoa binti ambaye atakuwa ni sehemu ya kukusaidia mwezidi kuwa katika imani, asio binti ambaye atakuja kuondoa kwenye imani. Usione binti anafunga kitambaa, binti anavaa nguo ndefu, unaaminisha moyo kabisa, unajiaminisha ndani ya moyo kwamba huyu binti ameokoka. I say, kuna vigumu sana kuweza kutambua kwa dalili hizo, lakini ni rahisi sana pale ambapo unaanza kuona maisha yake jinsi yalivyo, ndivyo utapata picha kabisa mtu ameokoka au bado